Karibu mpendwa pia katika fundisho la masaa haya. Swali tunauliza, ni nini kinamfanya mtu kuwa Mwadventista wa Sabato? What makes a person Seventh Day Adventist? Je, ni jina, ni jengo, ni umati ama ni nini wapendwa? Nataka tusome fungu moja katika Biblia. Katika Timotheo wa kwanza 3:15 tunapojiuliza swali, ni nini kinamfanya mtu kuwa Mwadventista wa Sabato? Kitabu cha Timotheo wa kwanza 3:15. Paulo anasema hivi: lakini nikikawia upate kujua jinsi wapasavyo watu kuenenda katika nyumba ya Mungu iliyo kanisa la Mungu aliye hai, nguzo na msingi wa kweli. Kwa hivyo Paulo anasema nikikawia mpate kujua jinsi ya kuenenda katika nyumba ya Mungu. Kumbe nyumba ya Mungu ni kanisa ya Mungu, na kanisa ya Mungu ni nguzo na msingi wa kweli. Nguzo na msingi wa kweli. Inaitwa nguzo ni pillars na msingi ni foundation. A church is a foundation and pillars of truth. Kwa hivyo katika dini ya Waadventista wa Sabato, katika imani ya Waadventista wa Sabato, walikabidhiwa imani zamani baada ya 1844, baada ya tamauko mkuu ama great disappointment. Wakapewa imani na Mungu, hawa wazee wa imani, hawa waanzilishi wa imani ambao walipewa imani. Kwa hivyo tuko na wazee kama vile Ayubu anaposema. Ayubu anatamka hivi, Ayubu 8:8. Ayubu 8:8 inasema na 9. Basi waulize tafadhali vizazi vya zamani, ujitie kuyaangalia yale mababa zao waliyatafuta. Kwa hivyo tumeambiwa tufanye nini? Tafadhali tuulize the past generations, yani tuwaulize wale wazazi wa zamani wa imani, na tujitie sana kuyaangalia ile mababa zetu waliyatafuta. Kwa hivyo mpendwa, hata sisi kama Waadventista wa Sabato, wazazi wetu wa imani waliweza kufanya nini? Waliweza kuweka msingi fulani, wakiongozwa na Mungu waliweka msingi fulani. Mstari wa 9, kwa kuwa sisi tu wajana tu. Sisi tumezaliwa jana tu. Hata wewe ambao unanitazama umezaliwa jana tu. Sidhani ya kwamba kuna mtu bado ako hai ambaye alizaliwa mwaka wa 1844 kwenda mbele anaishi mpaka wa leo. Kwa hivyo sisi sote sisi ni wajana tu, wala hatujui neno. Kwa hivyo tukubali ya kwamba hatujui, kisha tuweze kutafuta. Kwa hivyo turudi kwa wazee wa zamani. Waliketi chini na wakaamini nini? Kitabu cha FP 1889 page 147 paragraph 1. Hiyo ni kitabu cha ambacho waanzilishi wa imani wa Kisabato waliweza kuketi chini kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu wakaweka chini misingi ya imani ya Kiadventista wa Sabato. Waanzilishi hawa ni akina nani? Ellen White, James White, John Loughborough, George Stokes, Stephen na wale wengine wote ambao tunajua ni waanzilishi wa imani ya Kiadventista. Walipoketi chini wakaweka chini mambo yafuatayo. Page 147 paragraph 1 nasema that there is one God, a personal spiritual being, ya kwamba kuna Mungu moja ambaye ako na nafsi moja. Kwa hivyo kumbe waanzilishi wa imani ya Kiadventista wa zamani waliamini kuna Mungu moja ijapokuwa ako na nafsi moja, kinyume na leo wanaamini Mungu ni moja katika nafsi tatu. Kwa hivyo tunaona ni vizuri tuulize habari kwa wazee wa zamani. Ya pili nasema kuna Bwana moja Yesu Kristo, mwana wa huyo Mungu. Ya pili inasema ya kwamba kuna Yesu ambaye ni mwana wa Mungu. Kwa hivyo wapendwa, kati ya hii hapa ambayo ni fundamental principle ya wazee wa imani ya zamani, na hii hapa fundamental beliefs ya Waadventista wa imani ya sasa, kuna utengano wa imani. Jambo la mwisho tunaposema hivyo ni nini? Tunasema ya kwamba principle hapa juu inasema ya kwamba kuna Mungu mmoja wa nafsi moja. Fundamental beliefs hapa nayo inasema kuna Mungu mmoja mwenye nafsi tatu. Lakini tumeambiwa sisi ni wajana tu. Tuulize wazee wa zamani. Kitabu cha mwisho tunapoendelea kuwaza mambo haya, Yeremia 6:16. 6:16 inasema, Bwana asema hivi, simameni katika njia kuu, mkaone mkaulize habari ya mapito ya zamani. Kwa hivyo kila wakati wapendwa tuulize mapito ya zamani.
hii wapi njia iliyo njema, mkaenende katika njia hiyo, nanyi mtajipatia raha katika nafsi zenu. Lakini kuna jambo la kusikitisha mwisho wa fungu hilo. Lakini walisema hatutaki kwenda katika njia hiyo. Kwa hivyo wengi wale ambao watasikiza hii ukweli watasema ya kwamba hawataki kurudi katika njia ya zamani, fundamental principle, wanataka njia ya sasa, fundamental beliefs. Je, wewe unachagua msingi gani? Mungu akubariki unapoenda kufanya uamuzi bora. Asante.